unapokuwa na masomo 10, maana yake ni kwamba lazima kuna moja unakuwa utalipenda moja wapo kutokana na mazingira unayoishi pale unapoishi. Tumeandaa semina kwa ajili ya kuwasaidia watu kupata maarifa ya kijasiriamali ili waweze kupambana na hali zao za kiuchumi. Nimeandaa masomo matatu ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya wewe mjasiriamali. Kwanza nafundisha utangulizi wa ujasiriamali ni nini, kwa nini tunauita ujasiriamali, na ujasiriamali unahusiana na nini, shughuli zipi zinahusiana na ujasiriamali. Kesho tutasoma namna gani ya kupata mtaji wa kufanya shughuli za kijasiriamali. Kesho kutwa tutasoma namna gani ya kutafuta masoko au kuboresha au kuongeza masoko. Mchumi ni mtu anayezalisha mali, lakini si mtu anayetumia tu mali pasipo kuzalisha. Kwa hiyo mchumi ni lazima uwe na uwezo wa kutumia mali kidogo uliokuwa nayo, uizalishe upate mali nyingi. Kwa tukizungumzia mtu ambaye ni mchumi au tukizungumzia uchumi, tunazungumzia uwezo wa mtu au maarifa mtu aliyokuwa nayo kuzalisha mali au kutumia rasilimali chache alizokuwa nazo kupata mali nyingi. Rasilimali watu ndio kitu ambacho ni muhimu zaidi kuliko vitu vingine vyovyote katika kitu chochote ambacho wewe unakifanya. Katika rasilimali watu mimi napenda kuzungumzia zaidi masuala ya vipaji. Kila kipaji utakapokipatia elimu, ukawa upo na ufanisi kwenye kile kipaji chako, ukafanya na watu wakafurahia, hapo ndiko ambapo kile kipaji kinaanza kukulipa. Hapo ndipo kile kipaji kinapoanza kuwa ni mtaji kwako. Unaanza kuondoka katika kipaji, unakiingiza kile kipaji katika ujasiriamali. Watanzania tunalalamika hatuna ajira, hakuna ajira. Ajira unaipata vipi? Tumia kipaji chako kutengeneza ajira. Ukitumia kipaji chako, kwanza unatengeneza ajira yako wewe mwenyewe. Ya pili, unafungua mianya ya kutoa ajira kwa vijana wengine ambao ni wale wanaohitaji ajira. Unafungulia mianya wao kuweza kuajiriwa kwako. Mfano huyo Diamond. Sasa hivi ana Diamond Karanga, ana Wasafi TV amefungua juzi, ana Wasafi Radio. Kuna mapresenters wala watangazaji ambao wameajiriwa pale na wanalipwa. Chanzo ni nini? Chanzo cha wale watu kulipwa kuajiriwa kwenye Wasafi TV na Wasafi Radio ni nini? Ni kipaji. Unakuja kukuta kipaji ni kikubwa kiasi gani ambavyo kinatengeneza ajira na kwa watu wengine. Kila kitu kilichowekwa mahali fulani kina madhumunio yake. Talent, dreams and purpose ni vitu ambavyo vinaenda sambamba kabisa. Unapogundua kipaji chako, and purpose actually ni ile namna ambavyo wewe utakuwa unajitumia wewe kusaidia jamii yako. Hilo ndio kusudi. Mjasiriamali yoyote yule, kitu cha kwanza kabla hajawaza ujasiriamali, lazima awaze swala la fedha na swala la bei. Nidhamu ya fedha ni kitu cha msingi sana katika kwa upande wa mjasiriamali. Na limekuwa tatizo kubwa sana namna kupata mtaji, lakini mitaji inaweza kupatikana katika mazingira ya aina mbalimbali. Kitu cha kwanza, lazima kwanza mjasiriamali awe na uwezo wa kuweka akiba. Akiba ndio kitu cha pekee ambacho kinaweza kukusaidia ukapata mtaji. Lakini yapo mazingira mbalimbali ambapo mtu anaweza kupata mtaji. Unaweza kupata mtaji aidha kwa kukopa kwa rafiki yako au kwa kusaidiwa na mtu au pia kwa kukopa kutoka vyanzo mbalimbali. Nishapima maji hapa. Sasa 10. Vifaa vingine kama unavyoona hivi hapa. Chumvi ipo. Kuna rangi, kuna kila kitu hapa. Kitu cha kwanza unachokiweka huku ni sulfonic acid. Sulfonic acid kwenye maji lita 20 inatumikaga robo lita. Ana mimi naumwa kwenye ndoo. Nimesema ndo cha kwanza. Sawa eh? Cha pili ni soda ash. Soda ash ni unga huu. Vote unasema robo. Kasoro chumvi tu. Ash. Kwa sababu maji ni lita 20. Lazima ujue sabuni unaotengeneza ni kiasi gani ili ujue vipimo hivi. Ukiweka hivi vipimo hivi kwenye lita 40 sabuni haitakuwa sabuni.
Anapomimina maji, ndio maana mnatakiwa muone hata wawili au yeye mwenyewe. Anapomimina yale maji, anaanza kukoroga. Nimesema inayofuata ni maji. Maji uweki yote. Na kama mimi hapa naweka lita 10 kwanza haya. Malighafi nyingine zinafuata. Ndio maana ambapo kwa umezipima. Yaani anapokoroga hivi hivi unaendelea kuweka nyingine. Sasa hivi nafuata unga leo, sawa? Ni robo lita hiyo. Robo. Koroga. Hii ni formalin. Mimi nimechagua blue. Kijiko cha chakula. Perfume. Ongeza manukato ya sabuni yetu. Ml 10 au kijiko kikubwa cha chakula. Ukishamaliza kukoroga ile dakika 15, unaacha imepoa, unaongezea maji pole pole. Ukishafanya hivyo usiguse tena. Mbegu na masalia ya mazao au mabua ya mazao. Katakata vipande vidogo vidogo, alafu viweke kwenye beseni. Mwaga maji kwenye beseni lako. Chukua sufuria, weka maji theluthi moja, bandika jikoni. Alafu chukua maji lita 5, weka kwenye beseni. Chukua vijiko viwili vya chakula, koroga kwenye yale maji ambayo yako kwenye beseni. Chukua vile vipande vile vilivyokatakata za mabua vile, vioshe kwenye yale maji. Lengo ni kuua sumu yoyote ambayo inaweza kuwemo kwenye yale mabua, ili usije ukaotesha uyoga ambao ukawa na sumu. Sasa baada ya kuosha, chukua vile vipande sasa vya yale mabua, viweke kwenye sufuria ile, vichemke kwa dakika 45. Utakuwa umeandaa kakichanja kadogo, vyovyote vile, lakini mradi mahali ambapo utaweka zile vipande, maji yachuruzike. Usiviache vikawa na maji, lakini usije ukaviacha vikakauka. Inatakiwa viwe na unyevunyevu, lakini maji yawe yamechuruzika yote. Baada ya hapo, kama umeamua kulima kwenye ndoo kama hii ya lita 10, hii ndoo unaitoboa matundu 18 kwa kutumia msumari wa inchi 6. Yasiwe na maji, ila yawe na unyevunyevu. Shindilia ile sehemu ya juu ya mbegu mpaka pale tulipoweka matundu ya katikati. Weka tena mbegu ile fungu la pili. Chukua tena masalia, shindilia mpaka hapa tulipotoboa sehemu ya 3. Weka tena mbegu yako ya uyoga ile fungu la 3. Alafu malizia na masalia mengine juu yake, funika na mfuniko wako. Mfuko mweusi ya nailoni. Chukua ule mfuko, ingiza hii ndoo ndani yake, funga juu. Alafu kwenye ule mfuko toboa matundu 2 matatu ili madogo. Unachitobolea papo, ingiza kule sehemu ambayo unahakika kabisa mwanga hauendi. Muda wote pana giza, iwe mchana iwe usiku, muda wote kuna giza. Mara nyingi wengi wanatumia uvunguni mwa kitanda. Ndoo ikae wiki 2. Baada ya wiki 2, chomboe ule mfuko wako kule uvunguni au popote ambapo ulikuwa umehifadhi kwenye giza. Alafu toa ndoo yako kwenye ule mfuko, njoo mahali popote ambapo pana mwanga, toa peleke juani. Kama ni sebuleni, tafuta mahali atajingiza. Baada ya wiki 1.5 mpaka 2, utaona uyoga unaanza kutokeza kwenye haya mashimo yako. Kwa kawaida ukishatokeza siku ya kwanza, siku ya pili, ya 3 na uchuma. Hii ndoo utatumia uyoga wako kwa miezi 3 ndio utaisha.